kama angelikaa kwa hoteli ni nani? Najua watu hapo wanafurahisha. There is somebody ambaye hajui hata kama ni kwa hiyo hoteli angekaa ama angetoka. Mwenye hajui? Unajua, iko siku niliuliza swali hili. Nilipouliza kwa kanisa nikiwa ninahubiri, kuna watu watatu ambao wamewanitisha sana, na ndio sababu naofia jambo hili lisitokee hapa. Siku moja nikaenda, tulikuwa kwa harusi. Wangapi wamehudhuria harusi? Asante. Katika harusi, tuko kwa harusi na imepigwa wakati wa kuunganisha bwana harusi na bibi harusi. Alafu kuna swali wachungaji hupenda kuuliza. Ningependa kama nitawapata nitawaambia swali hilo muache. Wachungaji mchungaji akauliza swali, ni nani ambaye ako na sababu ya kupinga harusi hii isifanye nini? Isiendelee. Bibi harusi na bwana harusi wanajua any time from now wataunganishwa. Mzee mmoja alikuwa amekaa huko nyuma, akainuka. Sikia, akafanya nini? Akainuka na akaanza kuja polepole. Bibi harusi akaangalia, na hii mzee nimewahi ona yeye kweli, haoni kama amewahi muona. Alipofika mbele na akavuruta kiti na akakaa. Sasa mzee namna gani? Kasema sikuwa naelewa vizuri nikiwa huko nyuma. Nilikuwa nasonga hapa ili nielewe. Sasa hiyo bibi harusi ameanguka chini, amesirai na amepelekwa nje na harusi imeharibika. Mzee ndiye anavuruta kiti kukaa ili aone hii maneno vizuri. That is one person. And that's why when I'm preaching I'm always very keen kujua watu wanasimama ama wasimami. Ndio nimeuliza swali, wangapi ambao hawaelewi? Tunaelewa lakini? Mtu wa pili ambaye aliwahi nitisha. Nimewambia watu wangapi? Wa pili nikaweza kuuliza. Mzee mmoja akainua mkono. Kaniambia, kijana, nimetoka kwangu nikiwa na matatizo, nikifikiria nitakuja kupumzika kwa nyumba ya Mungu. Sasa badala ya kuacha nipumzike, tena unanipa matatizo ya kufikiria jibu la kukupea. Iwe mwisho kabisa tena kuniuliza swali. Wangapi wanasema jibu mwenyewe? Basi niambie nimeuliza nini? Ukiniambia kile nimeuliza mimi ndio nitakujibu. Kwani nitakujibu kama hujauliza? Nilikuwa nimeuliza nini? Na hii kanisa kuna watu. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nimeuliza nini? Thank you very much. Kumbe watu wako na sisi hapa. Mimi nataka niweze kuambia hivi. Tuko na tumaini moja ya kwamba Yesu alipokuja na akapata tumepigwa na nani? Tumejeruhiwa na nani? Tumeweza kunyang'anywa mamlaka na nguvu na uwezo na nani? Na Shetani. Tumenyang'anywa nguo. Nguo ni nini? Matendo ya haki ya watakatifu. Tumenyang'anywa na nani? Akaweza kutuvisha vazi lake la haki juu ya mwili wenye majeraha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akisha tuvisha akatupeleka kwa hoteli. Sikia. Na akasema kaeni hapa mkitunzwa mpaka nitakaporudi. I know there is a problem ya kwamba utakaa ukifanya nini. Of course, how many of you can just sit in a hotel bila kufanya kitu? Wangapi ambao wakiambia kaa hapa mpaka nitakaporudi watachukua shoka waende wapasue kuni? Wangapi hawajui wakiachwa kwa hoteli watafanya nini? You see, that is a problem we have as a church.
Biblia inasema this person was Jesus Christ. Hello mama, huyu mtu ambaye alitupata tumejeruhiwa ni nani? Yesu Kristo. Na akatupata tuna majeraha, tuko katika hali ya kufa, na akatuokoa na akatuvisha mavazi, na akasema kaeni hapa mpaka nitakaporudi. What will you sit there doing? Hello? Utakao ukifanya nini? I want you to listen to this. Hili ndio jambo ambalo tukiwa hatujaelewa, people will not wait until Jesus comes. Watu hawataongoja mpaka Yesu atakapofanya nini? Atakaporudi. Sikia hii maneno sasa. One, lazima tuweze kuelewa safari ya Yesu ili apite njia hiyo ilikuwa ya madhumuni gani. Bwana Yesu asifiwe. Unajua, for the time Jesus alikaa na huyu mtu, for the time Msamaria huyu alipokaa na huyu mtu kwa hoteli, lazima my brother wangelijuana. Tuko pamoja? What is your business on this road? Wewe usikae tu na mtu anakununulia chakula na unaendelea kusema thank you. Uliza wewe ulikuwa na nia gani kupita njia hii ndipo ukaniokoa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaelewana? That is what will make us kuendelea kukaa pale. You see, a stranger may tell you wait for me here, wakati anakuweka pale arudi akuue. Amade. So, what was the mission of this Samaritan? Msomaji wangu. Naam. Kitabu cha Luka 19. Luka 19, unapoangalia mstari wake ni wa 13. Inasema vipi? Inasema, ndio, akaita watu 10 katika watumwa wake. Akawapa mafungu 10 ya fedha. Akawaambia, fanyeni biashara hata nitakapokuja. Sikia, this person ambaye alikuwa anasafiri alikuwa mfanyi biashara. Bwana Yesu asifiwe. Amen. This Samaritan alikuwa mtu gani? Watu hawaelewi. Verse nyingine, version nyingine, King James version, nani ako nayo? Ya Kiingereza. Inasemaje? You can read. And he called his 10 servants and delivered them 10 pounds and said unto them, occupy till I come. Hiyo inasema occupy. Kwa hivyo yule ambaye amewachwa ndani ya hoteli should occupy the space, nafasi ya huyu ambaye alikuwa anapita. Tuko pamoja? So you should really understand what was his mission so that you may occupy his seat. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Now what was the mission? Msomaji, rudi pale nyuma, mstari wake ni wa 11. Ili kwamba tuweze kujua ni nini Yesu anasema occupy. Anza mstari wake msomaji, mstari wa 9. Mstari wa 19. 19:10 inasema, sikia sasa, what was the mission of Jesus? Ndiye anasema occupy till I come. Inasemaje? Kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta. Alikuja kufanya nini? Kutafuta na kufanya nini? Na kuokoa kile kilichopotea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo anakuambia mimi ninaenda one and I will come back. Don't just sit there in the hotel ukisema wamenilipia kukula. Hakuna. Occupy. Kuwa na ile kazi ambayo alikuwa anafanya. Alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Do it. Vile amekuokoa, okoa mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wangapi wanaelewana na mimi? Wangapi hawaelewi? Wangapi hawajaelewa? Unajua mimi napenda kufundisha ili tuelewane. Wangapi hawajui kama wameelewa ama hawaelewi? Na wala wakuinua mkono wako wapi? Yesu akasema occupy till I come. Lakini occupation gani? Alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea.
Na akasema hivi, it may look like it's hard for you, lakini nataka nikusaidie ili kwamba uweze kuelewa ni kipi kilichopotea. Kitabu cha Isaya 60. Hebu sikia hiyo sasa. Isaya 60 aya yake ni ya 14. Inasemaje? 64. 64 inasema. Inasemaje? Inua macho yako. Inua macho yako, Utazame pande zote. utazame pande zote. Wote Ndio, wanakusanyana. wote wanafanya nini? Wanakusanyana. Ehe. Na wanakujia wewe. Atulia pale sasa. Ili kwamba uweze kufanya kazi ambayo Yesu alikuitia, anasema you should just raise your eyes and look both sides. Wangapi wanaangalianga pande zote? Najua ukitembea kwa barabara wanasema ukifika angalia wapi kwanza? Right. Alafu unaangalia right, alafu left, and then right again, and then you proceed. Hebu sikia. Yesu anasema inua macho yako na ukatazame pande zote. Why should you look to the right, to the left, then to the right again? Sababu yake ni gani? Nini unatafuta? Mnaangalianga tu. Safetyness. Hata katika hii safari ya kungojea Yesu in a hotel, you should not just sit. For your safety. Wakati wanataka kuwa salama kungojea Yesu. Ili kwamba uwe salama, angalia right, then left, na unaangalia nini? Kuona wale wanakusanyika. Kuna watu wanakusanyika? Kuna watu wanakusanyika? Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna watu wanakusanyika. On your right, wako. On your left, they are very different. Ukiangalia on your right, there are people who even don't know about the law of God. Hawajui kabisa kuhusu sheria ya Mungu, na wanasema Mungu anaangalianga ndani ya moyo. Haijalishi ushike sheria ama usishike. Umekutana na watu wa aina hiyo? How do you meet them? Unawafikia vipi? Bwana Yesu asifiwe. Tunapanga crusade. Si ni kweli? Ama tupangangi crusade? Tunapanga. Na wao tunawafikia. Ama tuwafikii? Wangapi wamefika hapa kwa njia ya crusade? Wakasikia tu crusade wasema, hii ndio ukweli na tumekuja kufuata huyu Yesu ambaye amesema tukae hapo. Wakati waliitwa kwa njia ya crusade. Bwana Yesu asifiwe. Hii kanisa haina mtu ambaye alijiunga kwa hii kanisa kwa njia ya crusade. Alisikia ukweli wa Mungu wa crusade na akasema nimejitoa. Hakuna? Na wainui mkono wanaogopa. Alo, yupi mimi nataka kuona. God bless you so much. Sasa wewe pia ukishaelewa hivyo, hata wewe angalia ni your right na uone ya kwamba kuna mtu ambaye anataka aokolewe. They are gathering kwa sababu wanataka wakuje kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. On your left, mnawaelewa? On your left, mnawaelewa? Hao wanafikiwa vipi? I told you mimi sitahubiri, nataka tuongee. Wale wengine wacha wa crusade. Wale wengine wanafikiwa vipi? Mimi waona wa crusade. Halo? Umewahi kaa kwa crusade ukapata Muislamu amekuja? Yesu anasema unapo-occupy hadi akuje, uangalie wapi? Pande zote. Nyinyi mnaangalianga wapi? Halo? Ninyi mnaangalianga wapi? Pande moja. By the way, kuna watu hapa ambao hata waangalii right ama left. Wao wanakaa wanasema sisi kanisa yetu inaangalianga.
Bwana Yesu asifiwe. Si inawezekana wewe uko hapa lakini unasema hata leo kanisa imepanga mjadala ama muhadhara. Si hata unajua kanisa imepanga. Wewe umehusika. Wangapi? Wacha nisiwaulize hilo. Kwa hivyo Biblia inasema uangalie pande zote, and when you see people gathering, understand they are gathering because they should join you. They are not just gathering. They are gathering because they want to know the truth. And you have to use their gathering to tell them the truth about Jesus. Yanasema inua macho yako. Don't just sit there. Lazima uinue macho. Hebu angalia. Kwa nini Mungu anasema kwamba uinue macho? There are people ambao wanasema tuko na hao kwa njia moja. Maana yake wanasema wewe Mkristo, mimi ni Mkristo tu kwa njia moja. It is very easy, hata usipopata crusade they may just come themselves. Sio kweli? Si inawezekana mwingine akaamua tu, nani alikuwa amekaa tu kwa nyumba yake na akasema hii maneno nimesoma, nimeona ni nzuri sana, mimi najiunga na ukweli ya Mungu. Kunaye? Yaani hakuhubiriwa, alisoma mwenyewe kwa maandiko na akaamua. Najua kuna mtu anayesema tu nitabeba mkono baadaye. Mungu akubariki. Lakini kuna mtu ambaye pia anaweza kuwa amekaa na asome maandiko mwenyewe na afanye namna gani? Na akuje because ako naye. Lakini hao wenye wako to the left watafikiwa vipi? That's why God says, angalia pande ngapi? Pande zote. Hajatuacha kukaa tu na kusubiri na kungoja ya kwamba wacha tukae, kwa sababu bwana harusi yule bwana ambaye alituokoa Msamaria alienda na akasema nitarudi. Atakaporudi atakuuliza wewe. Hebu sikia vile atakuuliza. Hebu sikia sasa. Najua kuna watu wanafikiria kwamba wanaweza kukaa hapa wakingojea kurudi kwa Yesu, alafu Yesu akirudi waseme you left me in a hotel and what I did I just sat here eating, drinking na kuoga na kuvaa ile mavazi uliniachia, sasa nimengoja umerudi, hebu angalia kama kuna gharama yoyote alafu tuende na wewe. Si kuna watu wanafikiria hivyo? Walikuja tu wanaongojea Yesu arudi. Wangapi wanaongojea kurudi kwa Yesu? Wangapi ambao hawana haja na kurudi kwa Yesu? Wangapi ambao wamekuja humu kanisani na hawajui wanaongojea nini? Sikia, now as you are waiting for the second coming of Jesus Christ, anasema hivi, somaji kitabu cha Luka 12. Sikia hiyo sasa. Luka 12 aya yake ni ya 36. Inasema 12:36 inasema. Inasemaje? Nanyi iweni kama watu wanaomngojea bwana wao atakaporudi kutoka harusini. Nanyi iweni kama watu ambao wanafanya nini? Iweni kama wale watu ambao wanamngoja bwana wao kutoka wapi? Harusini. Kutoka harusini. Ili atakapokuja kupisha wamfungulie mara. Verse 47 inasema na mtumwa yule mtu ambaye anaongoja aliyejua mapenzi ya bwana wake, ambaye amekaa, aliachwa pale, akaambia kaa hapo ukingoja till I come. Kaa ukingoja, msomaji, kaa ukingoja hadi nitakapofanya nini? Nani alisema nitarudi? Yesu. Na alisema wewe ufanye nini? Ungoje mpaka lini? Yule mtumwa ambaye amejua ya kwamba Yesu alimuita ili akae hapa aongoje tili atakaporudi. Asijiweke tayari. Lakini anakaa pasipo kuangalia left and right, pande zote, kuona watu wangapi ambao they are gathering ili kwamba waletwe tungojee nao Yesu. Wala kuyatenda mapenzi yake. Na hatendi mapenzi ya Yesu, hapo tu hapa anangoja. Mapenzi ya Yesu ni gani?
Tuko pamoja? Mapenzi ya Yesu ni gani? Yeah, God. Tuangalie wapi? Pande zote. Tuangalie nini? Sheria. Tuangalie watu ambao wamekusanyika na kuwaleta kwa nani? Kwa Yesu. Na wewe umejua hiyo ndio mapenzi ya Yesu. Alafu malizia msomaji. Watapigwa sana. Wale ambao wanajua kila wanahitajika kufanya, jamani, na hawafanyi, watafanyiwa nini? Watapigwa sana. Oh. Wangapi Yesu angekuja wiki hii wangepigwa sana? Mimi nimeuliza vibaya. Wacha niulize kama mwalimu aliyenitangulia. Mwalimu ambaye alinitangulia aliuliza, wangapi wiki hii walijua kuna muhadhara? Amina. Wangapi hawakujua kuna muhadhara wiki hii? Thank you, God bless you, kwa sababu wewe ukujua. Mwingine, wawili, watatu, wanne, watano out of the whole congregation. Wangapi ambao walihudhuria angaa siku moja? Aha. Kwa hivyo wangapi ambao watapigwa sana kama Yesu akirudi leo? Yaani walijua kuna muhadhara lakini wakasema we are very busy kiasi ya kwamba hatuna hiyo nafasi. Thank you for being sincere. Asante kwa kuwa waaminifu. Unaona hii maneno sasa? Mnaona hii maneno? Yesu ametuacha na anasema fanyeni hivi. Si hivyo tu. Nao nataka kuwapa mambo machache ambayo tunaweza kuyafanya kuwafikia watu walio pande zote. Jambo la kwanza, wapendwa, lazima tukaweze kujua ya kwamba sisi zote kama wanadamu tumetenda dhambi na tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Tuko pamoja? Ndio. Lakini Yesu alipotuokoa alitupa ujumbe huu. Hebu sikiza. Ujumbe huu unaopatikana katika kitabu cha Mathayo. Nataka niweze kwenda pale msomaji wangu katika kitabu cha Mathayo 28 mstari wa 18 hadi 20. Inasema Yesu akaja kwao. Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote. Yesu anatuambia sisi ya kwamba nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye wanafunzi mataifa yote kuwa wanafunzi. Enendeni mkafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na nani? Na Mwana na nani? Na Roho Mtakatifu. Ndio. Na kuwafundisha kuyashika yote ndio niliyoamuru ninyi. Achia hapo kwanza. Kwa hivyo our mission as a church is to make disciples of every people. Nimesema nini? What have I said? To make disciples of every people. Tongue, lugha na nini? Nation na nini? Alafu naambiwa kwamba communicating the everlasting gospel in the context of 3 angels message. Tukiweza kuwapa ujumbe wa habari njema ya wokovu kwa njia ya ujumbe wa malaika wangapi? Watatu. Hebu tuelewane hii maneno. Lakini tuweze kufikia watu wa aina zote, all the people, tongue, nation, kila mahali ujumbe uweze kuenda. Wakati mwingi sisi tumeenda na staili moja. Staili moja haitoshi Yesu arudi, kwa sababu kuna watu hawajasikia hii habari mama. They have not heard. Lazima tuweze kuangalia tutatumia mbinu gani nyingine ambaye Yesu mwenyewe ametupatia. So we go by preaching. We do this by inaitwa our methodology. Mbinu yetu, si ndivyo? Ambayo tutatumia. One is preaching. Accepting Christ's commission, we proclaim to all the world in these last days the everlasting gospel of God, God's love, by preaching. Tunapokubali wito wa kukaa pale ndani ya hoteli
Mnasikia kweli? How do you think I felt wakati huyu binti alisema ameshiba? Na yaani soda ingali kwa chupa. Hello? I don't think nilikuwa nimekula. I was hungry. Nilikuwa na njaa. In fact, as we were eating, kuna watu ambao waliingia mule hotelini. Tunaelewana? And they are also asking for what to eat. Na nikawa ninaangalia, wengine wanaitisha ugali, wengine wanaitisha maziwa, wengine wanaitisha wali, wengine wanaitisha kila aina ya chakula, hata ile ingine sijawahi ona. Hello? You see, the most funny thing, wakati walileta chips, walileta na karatasi nyingine hivi, which I came to learn inaitwa serviette. Actually, it was not my first time to see that, but I had seen such of the kind ikiwa roll. Na nilikuwa nimeuliza wakati kule kwa michezo, what is this made for? Nikaambiwa hii ni wakati umesikia haja unaenda nayo kule nyuma. So I was even wondering, how did these people know ya kwamba nikishamaliza kula chips nitahitaji kwenda kule? So what I did, kutojiaibisha, nilikuja nikaweka kwa mfuko without knowing hii ya kupanguza mikono. Hello? So tell me, wakati unakuja kuelewa the standard of life Jesus has brought you to, na anasema occupy till I come. Wapenzi, how many will go back? Wangapi wangerudi kwa biashara yao? Kuna yote angerudi kwa biashara yake? Ningekaa pale, I will do whatever he has said that I do, ili kwamba niendelee kukaa mule. Mimi leo nataka niweze kuambia mbinu. Nimesema mbinu yetu, one, nimesema is by preaching. Tuko pamoja? So many times tumekuja kanisani, wahubiri wamekuja na wametuhubiria na tunasikianga neno la Mungu. How has it helped us kuleta watu kwa Yesu? Wangapi wamehubiria wengine wakawaleta kwa Yesu? Umesikia hii maneno na unaenda unaita dada yako, ndugu yako, unamwambia maneno niliyoyasikia, naomba twende na wewe ukaende kusikia. I don't want you to nice. Nakwambia tu, you go and call somebody, na unamwambia hata mimi nataka uende usikie. Wakati wameifanya hiyo, angalia. Number 2, ile ambayo tunahitaji kuweza kutumia. Hebu sikiza hii. Ya pili inaitwa teaching. Kufanya nini? Now these two things, kuhubiri na kufundisha, can be done on personal level, one level. Mimi na wewe. Yesu anasema nini? Tunaongea na wewe. Tuko pamoja? That is, I can preach to you tukiwa wangapi? Na pia nimeweza kuhubiri katika hadhara. Hiyo inaitwa muhadhara. Maana ya muhadhara ni kwamba even when tunafanya mkutano. Tuko pamoja? Mkutano ambayo wa injili, crusade. Of course, we should learn the meaning ya hili neno crusade. Unapotaja neno crusade kwa ndugu zetu Waislamu, unajua inamaanisha nini? Vita. Unaelewa? They will never come because the history of the world has had a negative impact on them. Wakati wa crusade, labda tungekuwa na muda wa kufanya seminar ya AMR hapa muelewe. Wakati wa awali, wakati kumekuwa na vita vya injili, so many Christians killed the Arabs in what we call crusades. So wengi waliuawa. Tunaelewana? Waliuawa
wakati ambao uko na the first crusade, the second crusade. So when you say a crusade, what they understand is war that results to the death. Inayosababisha nini? Mauti. Will they come? Leo weka crusade useme kwamba haya, kujeni watu wote, wawe wa dini zote, tumeweka nataka mkuje crusade. Na unakumbuka ya kwamba will they come? Here. And that's why tuko na mbinu ya pili tu muhadhara ambayo ni ya kuwafikia wale. Na maana yake ni kwamba muhadhara haiwafikii wale peke yake, inafikia watu wote. Tunaelewana? Si wao peke yake. Na mbinu rahisi ambayo inafikia watu wengi. I know hatujaelewa vile inaweza kuwa na impact. One, I've been in towns, especially Nairobi town, mji ambao umejaa watu wazuri na wakora. Na wakora wakitaka kujua huyu ni mtu ni mgeni kutoka Siaya na haelewi Nairobi, wanatembeanga wawili. Wakishaanza kutembea wawili, wanafika kuja sasa. Wanatembea leta mkono hivi, wanatembea pamoja hivi wakora wawili. Alafu wanafika karibu na jengo ndefu kama KICC. Alafu mmoja anaambia mwenzake. Alafu wanaangalia wote wapi? Juu. Alafu wanaanza kuenda na wanakaa kando. Sasa unajua kwa sababu wamefanya hivi, watu watakuwa wanakuja, wanaangalia, wanaona hakuna kitu, watu wanaangalia from morning to evening, watu wanaangalia juu. Hata wewe ukikuja utakosa kuangalia hapo nani? Si utaangalia juu. Sasa vile unakuja kuangalia na unasubaa kwa hiyo ghorofa, that's how they will know huyu ni mgeni na huyu si mgeni. Inawahi kuwa mkono wa Nairobi by the way, msiniulize kama gani. Wanajua huyu ni nini na huyu mwingine si nini. So watakufuata ufuatana vile uliangalia huko juu. Tunaelewana? How do we do this? Ni kwamba kuna mkutano wa Injili and you think yourself, alo watoto wa Mungu, you sit in the house, na wale ambao wanatakana wahudhurie wanaona wewe ambaye ungelikuwa ni mwenyewe you are there nyumbani, umekaa nyumbani. Sasa nani anaangalia juu? Ndio wengine wakuja waangalie. Alo, tunaelewana? Wewe umeangalia ama ulikaa nyumbani? How will you gather people around that mkutano ili kwamba wao nao waone na ni nini watu wanaangalia hapa? Alafu naye mhubiri anasema wangapi wanataka Yesu atende kazi. How will we do it? Praise God, hallelujah. Praise God, praise God, hallelujah. Praise God, are you understanding something? Hata katika mkutano wa kawaida wa crusade, when we say we have a crusade, people should come. Tuko pamoja? Na baada ya kukuja, wengine watafanya nini? Ama hiyo ni mbinu ya kwanza. Mbinu ya pili, kuna one on one. Now one on one inafanya kazi pande zote. Both kwa mkutano inaitwa crusade na pia kwa ile inaitwa mhadhara. I wish people would have understood this. Na hata wakuje tukiwa hapa waulize kwamba how can I do this kwa upande wa AMR, especially women. Hello, have you ever known what the Muslim women are undergoing in their social life? Wangapi wamekutana na Muslim women na wakaongea nao mambo ya kawaida ya maisha tu? Unaishi namna gani? Unakaa namna gani na mume wako? Unakaa vipi na watoto? How many have ever done this? Just kuuliza tu. Wangapi? How many of you have ever visited a Muslim in the home? Kumtembelea tu nyumbani. How many? Si atapigwa. I want to tell you this. You think what is happening ni jambo la kawaida. Let me tell you, let me give you a warning. Number one, mtoto wako utapata amekuwa atakuwa nini? Si inawezekana? Si inawezekana uamke leo upate mtoto wako ameingia huko? Ama msichana yako ataolewa huko?
and you are taking it lightly. You don't even understand what they believe. Ama wewe mwenyewe. Because you don't know. I wish from this discussion now we were beginning our debate ile ya pale sokoni. I wish from this tungekuwa tunaenda sasa mkutano tena for 1 week. Lakini baada ya kuongea na nyinyi hivi, wangapi sincerely from their heart wanasema we want to understand this and know how we can meet, how we can socialize with them. Wangapi? You want to know this from your heart. Hebu sikia kwanza. Wakati wewe ambaye umeolewa una ruhusa hata ya kuondoka na unapotembea barabarani kusalamiana na mtu, there is somebody somewhere ambaye reaching the age of 13 hastahili kuonekana mbele ya watu. And of course in Kenya they have that freedom kwa sababu ya uhuru wa Kenya, but you will never see them easily associating with you. Are they associating with you? Mnakutanana nao kwa urahisi? Si rahisi kwa maisha ya kawaida. Tengeneza kikundi kile mnatengenezanga, sindikisha maisha ya jikoni. Have you ever seen them in your groups? Have you ever tried to ask yourself why? Or you just think it's normal? Sisi tunacheza na Yesu ambaye ametuvisha vazi kwa majeraha yetu, wakati anajua kuna wengine wangali na majeraha, and we are joking about that. We are not serious about it. I want us to sing this song. Song number 140 in our Luo songs songbook. Katika nyimbo zetu za Kijaluo, wimbo namba 140. Adwa nanda toka sauti. Adwa romanyo Rome mogayo mondogi Yesu Jahwa Alisiweche kata owacho Yuhira ahera
kama tumesimama. Tinde awinjo kolungae tero demosekwado akelgi jakwadwa maber. This song is telling us that we should live, tuondoke kuwatafuta wale ambao hawajaweza kufikiwa na neno la Mungu. Ndani ya moyo wangu ninapoangalia na kuona kwamba we are not discipling our brothers and sisters who are gathering around in groups, and their desire, the desire of their heart is to join this congregation as we are waiting for the return of our Savior Jesus Christ. And they are crying, most of them are dying before they receive this message of salvation. Naona huruma sana. Naona huruma. Sijui kama moyo wako umeweza kuguswa na jambo hili. I know tuko wachache ambao wamekuwa na mawazo haya, ama wengine wamekuwa na mawazo lakini wanajiuliza tutawafikiaje. You don't need to have read a Quran ili kwamba ujue kuwafikia. You don't even need it. Sio lazima uwe naye. Kuna mbinu nyingi. You don't also need kujua ya kwamba labda unaweza kile uko nacho, the Bible you have inaweza kusaidia kufika pale. Kwanza nauliza, wangapi ambao kuanzia sasa baada ya mankuli ya mchana wanasema tutakuwa mkutanoni angaa siku ya leo, we shall be there. Those who plan to be there, ili kwamba waseme ya kwamba katika mibaraka juma hilo na usika. Just raise your hand. Thank you, may God bless you. Rudisha mkono chini. Wangapi miongoni mwetu wanasema ya kwamba sisi tunataka tukaweze kujiunga na kundi hili ili kwamba tukaweze kujua mbinu za kuweza kuwafikia ndugu zetu walio mkono wa kushoto. Those who feel like they should join, learn. Hata kama ni wamama, ni wanaume, but you want to learn. Unataka kujua ni nini ambacho unaweza kufanya ili kwamba uelewe kuwafikia wenzetu. Kuna wale ambao wanahitaji kufikiwa. Si lazima ufanye muadhara, lakini tutaweza kupitia kwa kiongozi wa EMA tuweze kueleza kwamba ni kwa njia hii na hii unaweza kutumia. Those who are willing kujifunza na kujua how they can do. Thank you my sister. Mwingine, just come in front. Just come. If you are willing to learn this, just come. May God bless you. Unataka kujua ni kwa njia gani ninaweza kufanya vipi ili kwamba wito huu wa kuweza kuwafikia ndugu zetu. Kuna wale ambao wanatumia elimu kuweza kufundisha katika shule zetu. Kuna wale ambao wanatumia hospitali kwa sababu ni mbinu yetu nyingine ya kuwafikia. Kuna the deaf ministry, kuna wale ambao, lakini this mission to our brothers kutoka sehemu ya Kedari, we have left it bila kuishughulikia. Thank you dada zangu wawili na ndugu yetu. Is there anybody else? I want to pray for you. Just want to pray for your letter. Tutaweza kuongea ni kwamba njia gani naweza kutumia. Anybody else? Thank you my brother. Thank you very much. If you are there, just come and pray together. Just come so that you may pray together.